Biblia inatumia neno talaka ikimaanisha kuvunja agano la mahusiano. Yaani watu wa Mungu walipoacha kumwamini na kumtii Mungu, ikapelekea kutengana, sawa sawa na mfano wa ndoa wa mume na mke. Hali ya kutokuwa na uaminifu ndani ya ndoa, hali ya uzinzi, hali ya kutokutii yaweza kupelekea watu kufanyaje? Kutengana. Hebu nisomee Yeremia sura ya 3 mstari wa 8, anasema nini? Neno la Mungu linasema, nami nikaona wakati nilipokuwa nimemwacha Israeli mwenye kuasi, nikampa hati ya talaka kwa sababu hiyo ya kuzini. Dada yake Yuda mwenye hiana hakufanya hofu, bali yeye naye akaenda akafanya mambo ya ukahaba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anazungumza mataifa mawili, Israeli na Yuda. Ni moja ya majina ya watoto wa nani? Wa Yakobo. Na dada yake Yuda alikuwa hana hiana. Anasema nikampa taifa la Israeli na Yuda talaka. Kwa nini? Waliacha kumtumainia Mungu wa Israeli wa kweli, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Talaka ni ishara ya matengano. Mungu aliwatenga akaweka mbali na yeye. Mstari wa 9 Yeremia 3 nasema, hata ikawa kwa sababu alikuwa mwepesi wa kufanya ukahaba, nchi ikatiwa unajisi, naye akazini na mawe na miti. Walikuwa wanafanya ibada ya kuabudu nini? Mawe makubwa na miti. Walizini na mawe na miti. Mioyo yao waliipa mawe na miti kama sehemu ya miungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pamoja na hayo yote, dada yake Yuda mwenye hiana hajanirudia mimi kwa moyo wake wote, bali kwa unafiki, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Isaya sura ya 50 mstari wa 1 anasemaje? Neno la Mungu linasema, ndiyo, Bwana asema hivi, iko wapi hati ya talaka ya mama yenu, ambayo kwa hiyo naliachana naye? Au nimewauza ninyi kwa nani katika watu wanaoniwia? Ninyi mliuzwa kwa sababu ya maovu yenu, tena mama yenu ameachwa kwa sababu ya makosa yenu. Isaya anawaandikia taifa la Israeli. Anamwambia, mama yenu, taifa la Israeli, nililipa talaka. Kwa nini? Niliamua kufanya mahusiano na miungu mingine, nikafanya uzinzi na miti na mawe, kuacha Yesu Kristo Mungu wa pekee na kweli. Ni Mungu gani mwingine, ni miungu gani mingine unainamia, una bow down, unaitumikia? Wako watu wanazunguka, wako makanisani, lakini bado wanaenda kwa waganga wa kienyeji, wanafanya uzinzi na miungu mingine. Sababu pekee ambayo Yesu Kristo miaka 2000 iliyopita aliyosema kwamba mume na mke wastahili kuachana, alisema ni sababu hii moja, isipokuwa kwa uzinzi au uasherati. Ndio sababu inaweza ikatalakisha watu na kuwatenganisha watu. Kama ilivyokuwa Mungu aliwapa talaka watu wake wanaoitumainia na kuiabudu miungu mingine, ndio sababu Yesu Kristo alikuja nayo hapa duniani. Mathayo sura ya 19 mstari wa 9 na Mathayo sura ya 5 mstari wa 31-32, Yesu anasema uzinzi na uasherati ndio sababu pekee inasababisha watu waweze kuachana. Lugha nyingine ya Biblia Mungu anayoitumia kwa habari ya ndoa na kanisa lake ni kuungana na kuwa kitu kimoja. Mwanzo sura ya pili mstari wa 24 anasemaje? Anasema, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Anasema mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, wataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Biblia imetuambia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, andika Wakorintho wa kwanza sura ya 6, Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 17, inasema aliyeungwa na Bwana ndiye roho moja na yeye. Yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja na nani? Na yeye. Wewe na mimi tulipomwamini Yesu Kristo, roho zetu zimefanywa kitu kimoja na roho ya nani? Roho ya Kristo. Tunapomwacha kumwabudu Mungu na kumtumainia Mungu,
na kutumainia akili zetu au wanadamu au miungu mingine, tunakuwa tunafanya uzinzi sawa sawa na uzinzi ambao anaweza kufanya mume au akafanya mke. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnakumbuka historia ya Hosea, story ya Hosea, kitabu cha Hosea. Mungu alimwambia Hosea, kitabu cha Hosea sura ya kwanza mstari wa ngapi? Hosea 1 mstari wa ngapi? Wa pili au 12? Mungu anamwambia nabii Hosea, na Hosea alikuwa nabii wa Bwana. Anamwambia Hosea, nenda kamuoe Goma. Goma alikuwa ni kahaba professional. Unajua makahaba professional mjini, ambao kabla wajaja hotelini lazima unatanguliza kwanza muamala. Hosea, Goma alikuwa ni kahaba mwenye dau kubwa. Ni kahaba ambaye anatembea na watu maarufu, kila mtu ndani ya mji, ni pesa yako tu. Alafu mtumishi wa Mungu anaambia Hosea, Mungu anaambia nenda kamuoe nani? Goma. Ingekuwa ni wewe mwanaume unanisikia sasa hivi hapa, ungesema wewe shetani, nafunga sauti yako, shindwa pepo. Mungu alitumia lugha ya picha ya mwili kulifundisha taifa la Israeli lilikuwa linafanya uzinzi na miungu mingine. Hosea nabii alienda kumpropose, akamlipia mahari Goma, akamoa, akamweka ndani. Biblia inasema Goma alikuwa anamwacha ndani, anaenda anajiuza. Hosea akiangalia mke wake kitandani, Goma hayupo, anatoka anamtafuta kule madanguro yake, anaenda Sinza, anaenda Kinondoni, anaenda Temeke, anakutana naye, anamshika mkono, anarudi naye ndani, anamwambia mke wangu pole, twende ndani. Alimvumilia mpaka amezaa naye watoto. Bado Goma anafanya ukahaba, haachi kufanya ukahaba. Lakini Hosea kufanyaje? Hakumwacha. Mwambie jina lako, ungekuwa wewe Hosea ungefanyaje? Biblia inasema Mungu alitumia hiyo njia ya kumwambia Hosea nabii akamoe kahaba malaya, ili kulipa somo taifa la Israeli ambao lilikuwa lishamwacha Mungu na likatumikia miungu mingine. Akasema kama Hosea anavyomvumilia Goma mke wake kahaba, ndivyo mimi nawavumilia nyie. Kuna wakati mnaniacha mimi kuabudu miti, naenda kwa ganga wa kienyeji, lakini nawavumilia tu. Siwaki hasira, siwaui, siwaharibu. Biblia inasema Mungu sio mwepesi wa hasira, tamanio lake ni kuona kila mtu aifikie toba, aache uovu. Kwa hiyo unapokuwa umeanguka, umerudi nyuma, Mungu anaumia. Ni sawa na Hosea anapomwona mke wake, jamani, kamwacha na mtoto nyumbani, chakula nimekuwekea hapo, yeye nimekuwekea hapo, mimi natoka naenda kwa shoga yangu kuna vikoba, kumbe naenda kufanya umalaya kule. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Namna ambavyo mume anaweza kumvumilia mke ambaye anafananishwa na Goma, ndivyo Mungu anavyoumia kwa namna tunavyo